Leo tunaanza aya ya 28. Dharaba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakati aymanukum min shurakaa fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadhalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adalla Allahu wa ma lahum min nasirina. Tunaendelea na aya zenye kuthibitisha uungu wa Mwenyezi Mungu na upweke wake katika matukio ya kila siku ya mwanadamu. Katika matukio ya kila siku ya mwanadamu. Ukitizama aya zilizopita nyingi nyuma zilikuwa zinaelezea maumbile ya kilimwengu, sawa, mbingu, sijui ardhi, umeme, tumeona jana hizo, na baadhi zikawa zinaelezea mambo yetu ya kila siku, usingizi, sawa. Na leo anaendelea na aya kama hizo zinazoelezea usingizi. Kuna baadhi ya mambo na nashukuru kabla siendelea, jana wakati tunazungumzia habari ya usingizi tuliposema kwamba Qur'ani inathibitisha na inaelekeza mtu kulala na kwamba usingizi bora ni ule usingizi wa usiku. Tulisema jana kuliko usingizi wa mchana, na tukaueleza kwamba usingizi wa mchana ni usingizi dawa, lakini usingizi wa usiku ni usingizi afya. Usingizi wa mchana mara nyingi unakuwa ni usingizi dawa. Mtu unaumwa unaambiwa lala, pumzika, ule usingizi dawa. Lakini usingizi wenye kuleta afya kimwanadamu ni ule usingizi wa usiku. Na nikasema, je, kuna mtu yote hapa daktari wa mambo ya biology na nini atuthibitishie hilo? Nashukuru alhamdulillah, kumbe kuna wenzetu wanatufuatilia huko. Mungu awajaze kila la kheri. Hivi sasa hivi sisi tuko hapa, lakini kuna wengine sehemu mbalimbali wanatufuatilia. Daktari mmoja, Mungu amjaze kila la kheri, akanithibitishia hayo kwa makala ndefu sana. Kiufupi tu akasema ni kweli, akasema kulala usiku ni muhimu zaidi kuliko kulala mchana kwa mtizamo wa kidaktari, kwa sababu mwili wa binadamu umeumbwa kufanya kazi kulingana na mzunguko wa asili wa mwanga. Mzunguko wa asili wa mwanga na giza. Yani mwili wa mwanadamu umeumbwa unahitaji mwanga na unahitaji giza katika mazingira fulani. Na hayo tukitaka kueleza pia sisi katika Qur'ani tunaweza tukaeleza vizuri zaidi. Sawa Anasema kitaalamu hali hiyo inaitwa circadian rhythm, kwa sababu usingizi wa usiku hutoa faida kubwa kiafya ambazo haziwezi kupatikana kwa ukamilifu wakati wa mchana. Hapa anasema kuna sababu kuu kwa nini usingizi wa usiku ni muhimu kuliko wa mchana. Akaeleza, nimetaja chache tu, tuendelee na darasa yetu. Anasema uzalishaji wa melatonin, wanaita homoni ya usingizi,
giza la usiku huchochea ubongo kuzalisha homoni hiyo. Hii moja inatosha eh? Kwa hiyo jamani, mlale usiku, mlale usiku. Sasa sijui kwa wale tunaingia kufanya kazi usiku inakuwaje, walinzi wenye shifti za usiku, ulale japo kidogo hiyo usiku kazini, pia ulale japo kidogo kama mashine haikutafuni. Yote haya nimeyaleta hapa katika kuthibitisha dhalikal, yani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dhalikal kitabu la raiba fi. Tumeelewana? Sasa tunapoyasoma mambo kama hayo, nini Mwenyezi Mungu analenga? Ndio maana kule alisema inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Aligusia kwamba anatutaka Mwenyezi Mungu tusome tuyagundue hayo. Kikubwa kinachopatikana hapa ni kuthibitisha tunachokisoma hapa. Hiki ni kitabu, lakini ni maneno ya Mwenyezi Mungu, muumba wa ulimwengu na kila kilichomo humo. Sawa? Na aliyeteremshiwa kitabu hiki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haukuwahi kwenda kusoma darasa hata moja. Aliyajuaje haya? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huu ni wahi. Huu ni nini? Ni wahi, unatoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Yeye sallallahu alaihi wasallam hakuhitaji kwenda shule. Na nini sababu yake? Ili wale ambao amewakuta kipindi kile na hata hao watakaokuja sasa walijue hilo. Kutokwenda shule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si aibu, bali ni muujiza. Mtu hakwenda shule kajua wanaokwenda shule hawayajui. Ye an-nabiyul ummi ni mtume asiyesoma chenye kuandikwa, lakini amesoma chenye kuteremshwa katika wahai. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mmepaona hapo Miaka hiyo mwaka 600 AD au mwaka 500 AD kalisema hilo. Hakuna shule hata moja ambao watu wa sasa wamesoma wameyaona hayo. Nini? Allahu subhanahu wa ta'ala anataka kututhibitishia kwamba yeye yupo na ndiye aliyetuumba sisi. Sawa? Anakuja mpaka katika maisha yetu ya kawaida, anatueleza kwamba jamani, mimi nimekuumbeni kwa sababu nimewaumba, pia nimewapa usingizi. Tena usingizi afya ni ule wa usiku, usingizi dawa wa mchana. Tumsalie Mtume Muhammad. Sasa sijui mpaka leo mtu utasubiri nini katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nini kinakufanya mpaka leo bado ikawa mgomvi wa Mungu? Mgomvi wa Mungu vipi yani? Ukubaliani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anakuja anakuambia mpaka yako ya ndani kabisa. Nimeona ni aseme hayo. Leo anakuja na kitu kingine. Anasema dharaba lakum mathalan min anfusikum. Amekupigieni mfano wenu nyinyi wenyewe. Amekupigieni mfano wa maisha yenu. Sasa anakuja mfano mwingine wa maisha yetu. Jitizame hapo, sikiliza hapo sasa. Anasema hal lakum mimma malakati aymanukum, mna katika vile vinavyomilikiwa na mikono yenu ya kuume, min shurakaa, katika washirika, fima razaknakum, katika vile tunavyowaruzuku,
fa antum fihi sawaun, mkawa nyinyi katika hivyo sawa sawa na wao. Ili uelewe tafsiri yake hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremka kwa wale mushirikina wa Maka waliokuwa wabishi, ambao wao wakawa kumshirikisha Mwenyezi Mungu na vingine kama hivyo, masanamu, mawe, mizimu. Tumeelewana eh? Anawauliza Mwenyezi Mungu, nyinyi si kuna vitu mmevimiliki ambapo sisi tumekupeni, na kuna watu hao mnawaona ndio washirika katika hivyo tulivyowapa, na hao mnaowaona ndio washirika wangu, mnatumia sawa sawa? Si inaeleweka? Nyinyi, mimi nimewapeni vitu fulani, mnavimiliki kwa mikono yenu ya kulia, sawa? Ikiwa ni watu, ikiwa ni mizimu, kuna vitu sisi tumekupeni na kuna hao mushirikina. Katika hivi tunavyowapa, mnafungu sawa na wao? Jawabu si sawa. Hauwezekani mtu wacha kwa mshirikina, hata yule ambaye kwamba wewe unamtumia katika kazi zako za kila siku, huwezi ukagawana naye sawa sawa. Huwezi. Mfano, una kazi, umeajiri watu, unachokipata kile unachokipata katika alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unagawana naye sawa huyo unayemtumia katika kazi zako? Hapa Mwenyezi Mungu anaelezea kitu cha ndani, kwamba mwanadamu katika miongoni mwa maumbile aliyopewa ameumbwa na choyo. Aya inasemaje ile? Wa uhdiratil anfusu shuha, wa uhdiratil anfusu, na nafsi zimeumbiwa choyo. Yani sote unaona tumekaa hapa, kuanzia huku kushoto kuzunguka mzunguko ule mpaka kulia, mpaka nimekuja hapa mimi hapa. Upande wa mgao hatupendi kugawana sawa sawa, na siku zote mwanadamu ameumbwa kupenda kujitanguliza yeye katika mazuri. Hakuna mwanadamu anayependa kujiingiza au kujitanguliza na mwenziwe katika mabaya. Nakuja na mfano mwingine. Hivi katika sisi hapa, nani anapenda kuamka asubuhi anaumwa? Kwamba leo bwana nikiamka naumwa leo, mambo lele. Inawezekana kuumwa uelewi sana. Nani katika sisi anapenda kuamka asubuhi hana hela? Kwamba leo nikiamka mimi maskini nitafurahi kweli? Sisi tumeumbwa hivyo. Wewe unapenda kuyasikia hayo kwa mwenzio tu, kwamba fulani hana hela, fulani kaharibikiwa, fulani. Lakini wewe hupendi kujivutia hayo. Ndio hichi anachokisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anapiga mfano baina ya wao na washirika huko. Ndio anasema dharaba lakum mathalan, amekupigieni mfano, min anfusikum, katika nafsi zenu, hal lakum mimma malakat aymanikum min shurakaa ma razaqnakum fa antum fihi sawa'u. Je, mna nyinyi katika vile vinavyomilikiwa na mikono yenu ya kulia, ndio mali hizo katika vile tulivyowaruzuku, je, nyinyi mko sawa sawa na wale mnaoshirikiana nao? Anasema Mwenyezi Mungu, hapana, si kweli. Kwa sababu gani? Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, mnawaogopa kama mnavyoogopana nyie wenyewe kwa wenyewe. Mnawaogopa kama mnavyoogopana wenyewe kwa wenyewe. Anasema utizameni vizuri mfano huo, kwa sababu
nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun, sisi tunazipambanua aya kwa watu wenye akili. Kakae, tumia akili yako sawa sawa, na muone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tabia yako hiyo aliyokuumba nayo ya kuwa na uchoyo. Unahesabia pesa chooni na upendi kuhesabu pesa mbele za watu, watu wanakuona. Anasema hiyo tabia hiyo nimekuumba nayo mimi hiyo. Umeelewa vizuri mursalina? Tuna mtu kaingia chooni anakaa muda mrefu, kumbe anahesabu, atoki anahesabu. Anasema huo mfano huo nimekuumbia ni mimi, na vitu vingine vingi tu. Tumeelewa naye? Haya, Mwenyezi Mungu anasema bali taba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilmin, bali wamefuata wale ambao wamedhulumu nafsi zao, ahwaahum, matamanio ya nafsi yao, bighairi ilmin, pasi na kujua. Faman yahdi man adalla Allah, hakuna mwenye kumuongoza yule aliyempoteza Mwenyezi Mungu. Wama lahum min nasirin, na hawana mwenye kuwanusuru. Kipengele kingine hicho, anasema kinachowapoteza hawa ni kitu kidogo tu, ni ile hali ya kufuata matamanio yao. Wanaacha elimu sahihi, wanaacha miongozo sahihi, wanaacha mielekezo ya sawa sawa, wanaingia katika kufuata matamanio ya nafsi yao. Nisikilize vizuri hapo. Mwenyezi Mungu anaendelea kutupa mifano Mwanadamu au binadamu walivyoumbwa, au yule Adamu, ilifika wakati akaambiwa aje huku ulimwenguni. Sawa sawa? Qulna habitu minha jami'an, kisha akamwambia fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Story inasema Adamu alayhi salam alipoumbwa, aliyekwa kule peponi au katika bustani zuri, ala ikhtilafi aqwali ulama. Kisha likatokea la kutokea kama sababu iliyopelekea kutolewa na kuja katika ulimwengu. Adamu hichi kitu hakikupenda cha kuhama kutoka mji aliozoea kukaa huko na mkewe kwa miaka mingi, mji ambao kama anavyoutaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Umeelewa? Adamu alivyowekwa kule katika ule mji ulikuwa una kila kitu. Kula minha ragadan haythu shi'tuma, kuleni kwa kujiachia chochote mnachotaka. Mwenyezi Mungu alimwambia. Adamu ilikuwa halimi, akitamani kula anajisikia kala tu hicho kashiba, hapiki. Hata nguo ilikuwa hanunui, hafui. Alikuwa kaumbwa na kivazi chake maalumu kizuri kweli, na mkewe safi, yani maisha ragadan. Ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, kama uskun, tulia, lakini wala takraba hadhihi shajara fatakuna min Allah, usiukaribie huu mti tu, huu mti usiukurubie. Shetani wakati huo kisha korofisha na kisha adhibiwa kwa kukataa kumsujudia kwa kumwamkia huyo Adamu. Alivyoona kuna lile katazo limekuja, wala takraba hadhihi shajara, akasema hapa nitampata. Kumbe pamoja na maisha yake mazuri, huyu kipo kitakachofanya kikaharibu maisha yake, nayo nini? Kukurubia huu mti. Akapenya akamwendea bwa mdogo Adamu alayhi, akamwambia Adamu, we hapa nshaka, we ndo bingwa wetu, kwa sababu ulivyoumbwa bwana wewe
Allah subhanahu wa ta'ala alitutaka sisi sote tukuamkie kwa sujida. Wenzangu wote wakakusujudia, mambo yakawa mazuri. Mimi nikaleta upasito na ujeuri nikakataa, Mungu amenilaani mimi. Hivi nangojea wakati ufike tu niingie motoni kwa sababu ya nani? Ya bwana wewe. Hamna wasiwasi, lakini pamoja na hivyo bwana, wewe sio mbaya wangu. Sio? Mimi bwana mtu mwema, nataka nikwambie, pamoja na uo ukuu wako, lakini una vitu viwili wewe vitakuharibia maisha. Yeye ndo anamharibia maisha hapo, lakini anamwambia kuna vitu viwili vitakuja vitakuharibia haya. Unasikia bwana mdogo, mimi mkubwa huku na miaka mingi huku, unaona pale ndo hivi, wewe usio na wasiwasi. Sasa ili usije ukaharibikiwa, mimi nilikuwa kipenzi wa Mungu, sasa usije ukaharibikiwa kama nilivyoharibikiwa mimi, na kuwahi na kufundisha mbinu. Adamu akaambia, mawili hayo ni yepi? Si ilikuwa ataje ule mti? Ilikuwa mwambiaje? Usiukaribie huu mti. Yeye hakumwambia, akamwambia mawili yenyewe kuna kifo baba na utumwa. Kuna kifo na utumwa. Ilikuwa mwambie tu litakalokuharibia ni hilo alokuambia Mungu, usiukaribie ule mti. Hakumwambia vile, kamzushia vitu vingine ambavyo ni vya kawaida tu. Hapa nataka kuweka nukta kidogo, nisikilizeni jamani. Shetani ndiyo mipango yake. Shetani haji kibubusa. Wa yuridu shaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Shetani siku zote anakusudia kuwapoteza watu kwa upotevu wa mbali. Ana strategy. Shetani akupotezi hivi tu kwamba kaja nenda kazini, lazima akupambie, inaitwa taswil. Wasawwala lahumu shaitanu a'malahum. Ukisoma katika Qur'ani utakutana na kitu hicho. Shetani anakupambia. Hata yule mwanamke kwa mfano ndio unaokwenda, Mungu atukinge, naenda kuzini naye, ni wa kawaida tu lakini shetani humpamba yule, akamwambia tizama guu lile. Mtu kacheka, tizama mguu, angalia jicho lile. Anakuonyesha vitu fulani hivi mpaka wewe unaanza kutulia. Huyu malaika, bwana, huyo binadamu tu, hana umalaika, hana chochote. Kamba cheki, kwamba tazama mnara ule, eti mtoto wa kike anakwambia tazama, eti ndo mwanamke mrefu, na wewe tena kwa sababu mfupi unaona nikimpata huyu nitapata watoto warefu. Mipango ya shetani. Shetani anakujia wewe kwa mipango, haji hivi tukirahisi. Ndio ba Adam, haya mimi naondoka, akamtia hofu, akamtia wasiwasi. Umeelewa? Ndio Mungu anasema fawaswasa lahuma shaitanu. Shetani akawatia wasiwasi, akaambia kuna vitu vile, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nataka nikufundishe mti huo, ukiula huo hufi na wala hutokuwa mtumwa. Kifo kibaya Adamu, kifo utakufa. Bwana, nani anayependa kufa hapa? Akamtisha Adamu, akaogopa, akamwambia mzee, nimekuja, hebu niambie huo mti ni kila ambao usifi ni upi? Akampigiza ule alokatazwa na Mungu, akamwambia huu hapa huu. Basi maalasafi shadid, Adamu na mkewe wakaula ule mti. Walivyoula mambo yameharibika pale. Kitu cha kwanza, zile nguo walizovaa zote zilivuka, wakawa uchi pale mti ule. Kumbe ukaenda ukakoroga tumbo, wakapata haja kubwa. Na wale zamani walikuwa hawanyi, mambo yameharibika. Sasa nataka kuharisha, Mwenyezi Mungu anambia huku hanyi mti, huku hanyi, shukeni. Ndio sababu ya kuja huku jamaa, huku tumekuja chooni.
Mmenielewa vizuri eh? Mwenyewe unaona uko duniani, nakaa Mikocheni mimi, chooni huko. Niko Ulaya, chooni. Qulna habitu minha, ihbitu, shukeni jamian wote. Huku wamejizuia matumbo, lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake ndo nakuja katika darasa letu hapa. Akambe fa imma yatiyannakum minni huda, msiwaswasi, nendeni huko itawajia miongozo yangu. Itawajia, nendeni mkanye, lakini mtapata na utaratibu wa maisha ya uko chooni. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, atakayefuata hiyo miongozo, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hatakuwa na hofu wala hatakuwa na huzuni. Umeelewa vitu vingapi hivyo? Yani hatakuwa na hofu ya kuishi huko na wala hatakuwa na huzuni ya kuondolewa huko alipokuwa mnaishi. Hofu ni utakutana na nini, huzuni umekosa nini. Kwa hiyo hutakuwa na hofu ya huko na wala hutakuwa na huzuni ya huku ulipotoka. Ndio Adamu akashuka tena akafanya haja zake, akapokea miongozo, ikamfanya akaishi vizuri, na miongozo ile ikawa inaendelea kufanyaje, kushuka, ikiwemo mpaka hii Qur'ani. Imeleka story kidogo, nimeikatakata. Cha kusoma kingine kabla hapo ni kwamba hichi kitendo cha Adamu kumtia wasiwasi yule nani, Ibilisi kumtia wasiwasi mzee Adamu, na yeye wasiwasi akaupata, basi ametuachia mpaka sisi sasa hivi tunarithi ugonjwa wa wasiwasi. Kila mwanadamu unaimuona, hata mimi nilokaa hapa naogopa kufa, itokee tu au wenzangu nyinyi huko vipi? Mimi naogopa kwa mengi. Kwanza kuondoka duniani, tumezoea hapa, lakini pili kaburi lile linataka matendo, amali njema. Mimi amali zangu mwenyewe nazijua namna zilivyo, na nyinyi mnazijua, balil insanu ala nafsihi basira. Mifuko yetu kila mmoja anaujua mfuko wake kajaza nini. Kwa hiyo kwa kitendo hicho mimi naogopa, namuomba Mungu aniache kwanza kidogo, ninamwambia nijaze khairi, tusemeni inshallah. Basi wote tunaogopa. Na cha pili, kila mmoja anapenda kuwa mtawala, kwa sababu anambia hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin hayabla. Kila mmoja katika sisi kwa haya mawili yamempata. Kwanza, kila mmoja anapenda aishi miaka mingi asife, lakini asiwe mtu wa chini chini, awe angalau hivi mbunge hivi au diwani au bosi katika kampuni au imamu msikitini hivi, lakini ili mradi awe yeye yuko mbele hivi, wengine wako nyuma. Tumerithi, huu ni wiratha tuliorithi kwa mzee wetu Adam, kutokana na ule wasiwasi aliopuliziwa na nani, na Ibilisi. Sasa tunakuja katika somo letu, bali taba alladhina dhalamu ahwaahum, bali walifuata waliojidhulumu nafsi zao, matamaniwa yao ya nafsi, bighairi ilmin, pasi na elimu ya kufata nini, ule muongozo. Hapa piga mstari, umeelewa yani kisa chote kinatoka bali taba alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmin. Ni kwamba sisi, mimi na wewe, hatutakiwi tufuate matamaniwa ya nafsi yetu.